Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kushuhudia siku hii ya kihistoria. Pia napenda kuwapongeza uongozi wa chuo, walimu, wazazi, walezi kwa juhudi kubwa walizozitoa kuhakikisha kwamba mnahitimu siku ya leo. Kwa namna ya kipekee sana niwapongeze tena wahitimu kwa siku ya leo. Leo si mwisho wa safari yenu ya elimu, bali ni mwanzo wa safari mpya yenye majukumu makubwa zaidi. Mmeonyesha uvumilivu, nidhamu, kujituma na kujitoa kwa kipindi chote cha masomo yenu, na leo mnavuna matunda ya juhudi zenu. Jipongezeni. Wahitimu wapendwa, mnaingia katika taaluma yenye heshima kubwa na yenye kugusa maisha ya watu moja kwa moja. Kila mgonjwa mtakayemhudumia atakuwa ameweka matumaini yake mikononi mwenu. Hivyo basi, mkaitendee haki taaluma hii kwa kuzingatia uadilifu, huruma, weledi, uwajibikaji na maadili ya kazi. Kumbukeni kuwa wakati mwingine tabasamu, maneno ya faraja na huduma yenye utu vinaweza kuwa sehemu muhimu katika tiba ya mgonjwa. Natambua wengi wenu mnaingia kwenye kipindi ambacho si rahisi. Changamoto ya ajira bado ipo kubwa, na tunapozungumza hapa, madaktari peke yake wenye leseni kama mimi, wenye shahada ya kwanza na kwenda juu, waliosajiliwa na Baraza la Madaktari Tanzania, tunapozungumza wako zaidi ya 50,000. Kwa hiyo muelewe kabisa mnakwenda kwenye dunia yenye changamoto. Ajira imekuwa na changamoto yake, lakini niwatie moyo kwamba mtakwenda kupata mafanikio makubwa sana, kwa sababu mlichokipata hapa ni kikubwa mno kuliko mnavyodhani. Endeleeni kujifunza, kujiongezea ujuzi, kutumia teknolojia kwa manufaa ya taaluma yenu, kujenga mahusiano mazuri ya kitaaluma na kujitolea pale fursa zinapopatikana. Kila hatua mnayoichukua leo inaweza kuwa msingi wa mafanikio makubwa ya kesho. Kwa wale mtakaoamua kujiajiri, kuanzisha kliniki, kushiriki katika miradi ya afya au kutoa huduma mbalimbali za afya, msione aibu kuanza kwa kiwango kidogo. Mafanikio mengi huanza kwa hatua ndogo, lakini zenye maono makubwa. Kinachohitajika ni kuwa na uthubutu, ubunifu, nidhamu na uvumilivu. Napenda pia kuwakumbusha kuwa elimu haimaliziki kwa kupata cheti. Endeleeni kusoma, kufanya tafiti, kuhudhuria mafunzo mbalimbali na kujiendeleza kitaaluma ili muweze kwenda sambamba na maendeleo ya sayansi na teknolojia katika sekta ya afya. Mimi binafsi nilitoka hapa, sikukaa sana, nikaenda kusoma tena Makerere, sikukaa sana, nikaenda kusoma Malawi, sikukaa sana, nikaenda kusoma UK. Mwaka 2025 mwezi wa 8 ndio nikamaliza masomo yangu ya juu sana ya embryology. Kwa hiyo ninawatia moyo jamani. Yaani mlichokipata, kwanza Kibaha ni chuo bora kuliko vyuo vyote Tanzania. Na mkuu wa chuo, kwa hicho ambacho pengine ukijui, ni kwamba mpaka sasa waganga wakuu wa wilaya ambao mimi nawafahamu waliosoma hapa, ninawafahamu wako 6. DMOs waliosoma hapa wako 6. Ninawafahamu mimi. Kwa wale nisiowafahamu
ni wengi sana. Kwa hiyo nadhani kuna haja ya kuandaa platform ya kufahamiana. Hatuwezi kukaa kimya kwa jambo hili. Watu zaidi ya 2500 wamesoma kwenye chuo chetu. Kwa hiyo kuna haja ya kufahamiana na kuona namna gani tunaweza kuonana. Taifa letu linahitaji wataalamu wa afya wenye maadili, ujuzi na moyo wa kujitolea. Muwe mabalozi wazuri wa chuo chenu, familia zenu na taaluma yenu. Jengeni sifa njema kwa kila mahali mtakapofanya kazi, kwa sababu sifa njema ni mtaji. Naweza kuwafungulia milango mingi zaidi kuliko hata vyeti mlivyo navyo. Kwa hiyo unapokwenda ukakabidhiwa kazi, ifanye vizuri. Na kwa wahitimu ninawaomba sana, kwa sababu mfumo wa nchi yetu haujawafanyia nyinyi kuwa na utaratibu wa kufanya intern. Ila kuna baadhi ya nchi unapomaliza clinical medicine kama hivi, unakwenda kufanya intern 1 year ili kusudi uweze kunolewa kidogo. Lakini kwa sababu hapa kwetu hatuna utaratibu huo, ninawaomba mtakapotoka hapa, kaombeni mahali kokote, mjitolee kwanza. Msije kukaa nyumbani. Omba kazi, nenda kuomba kujitolea kwa sasa. Tulikuwa tunafika unamwambia naomba tu nijitolee wiki 2 tu. Akikuachia wiki 2, unamnyang'anya kazi. Atakuja mgonjwa, utaatendi mwenyewe, utakwenda utacheki kwa kutumia hizi bioline, utacheki kwa hemorrhagitis, utacheki kama na malaria na kadhalika, kwa sababu we have the basics. Utakwenda mwenyewe, utaseti drip. I know you know how to do it. Baada ya muda anasema mbona huyu anafanya zaidi ya yule? Baada ya wiki 2 unamwambia mwajiri yule, bwana nakushukuru kwa kuniruhusu kukaa hapa kwako kwa wiki 2 hizi. Nimeitwa nyumbani, kuna shida. Anakwambia usiondoke. Kwani kuna shida gani? Hebu njoo hapa. Ajira unaipata pale pale. Lakini hii ya kwenu ya kusema nimeleta vyeti vyangu hapa, nataka uniambie utanilipa shilingi ngapi? Hela italipwa kulingana na utakavyoonekana kufanya kazi. Hapa vyeti vitatolewa, lakini kile ulichonacho hatukioni sisi tulioko huko kwenye vituo. Waombe nafasi ya kukionyesha. Wala usijaribu kuzungumza nao kuhusu mshahara siku unapokwenda ya kwanza, na usiulizwe swali la mtego ukakubaliana nalo. Nawaambia kwa sababu nilihitimu kama nyinyi miaka mingi iliyopita. Hapa unapokwenda kule, unaomba kama unaomba kujitolea. Sasa nauli itakuwaje? Nitajilipia, wakati huna kabisa. Ukishapewa ile, unaonyesha taaluma na uhodari wako. Kwa wiki 2 lazima mwajiri akuite, aseme kwani wewe ulisoma wapi? Ilikuwaje? Niko hivi na hivi, na kazi unapata pale mara moja. Na wapa hiyo ni experience ambayo hata wakati mwingine nimekaa kwenye industry ya kuajiri, nimekuwa nikiajiri watu wa namna hiyo. Sio yule anayeleta kila sana ulize, maombi yangu vipi, mmeyafanyia kazi? Nani atakaa kufanyia kazi maombi yako? Sisi hatukujui. Tunataka kujua unafanya nini haswa. Sio hivi vyeti vyenye A nyingi. Vitusaidii. Tunataka kujua taaluma yako imejaa nini. Kata tamaa kwa sababu mazingira ya leo yako ya namna hiyo. Endeleeni kuamini katika uwezo wenu, kufanya kazi kwa bidii, kujifunza kila siku, kutumia kila fursa mtakayoipata. Mafanikio hayaji kwa bahati mbaya, bali kujengwa kwa juhudi, nidhamu na uvumilivu. Kizazi chenu kisiwe kizazi cha kusubiri fursa, bali kiwe kizazi cha kutengeneza fursa. Pale mlango mmoja unapofungwa,
Tumieni elimu yenu, ubunifu wenu na maadili yenu kufungua mlango mwingine. Taifa lina imani nanyi na jamii inawategemeeni sana kwa kutumia na kutoa huduma bora kwa jamii yenu. Na kama mlivyosikia hapa viongozi wamesema, utu ni kitu cha muhimu sana. Na kwenye halmashauri zetu kote nchini, mnajua Mheshimiwa Rais ameagiza angalau kila 10% ya mapato ya halmashauri ikae pale kwa ajili ya vijana. Vijana wanapewa 4% ya mapato ya halmashauri na wanakopeshwa bila riba. Wanachotakiwa kufanya ni kuungana tu, wakiwa 5 wanapewa fedha wanayoitaka wao. Wanauandika mradi alafu wanapewa hiyo fedha. Mnaweza kujikusanya 5 mkasema sisi tunaanzisha maternity clinic hapa, na kwa sababu ni wauguzi, mna leseni, mnakwenda kwa mwenyekiti wa halmashauri, mnamwambia sisi kwa nyumba hii tunataka tuanzishe maternity clinic au home maternity. Mnataka nini? Tunataka delivery bed, tunataka hiki, tunataka hiki, tunataka hiki. Mnataka milioni ngapi? Milioni 200. Mnapewa bila riba, mnaanza kuirudisha polepole. Kwa hiyo kazi hizi zitafanywa na nyinyi wazalendo wenyewe. Lakini mkisema pia mwende mkatafute ajira, ajira zipo, zinapatikana bado kwa taaluma yenu, zipo. Nilichowaambieni ni kwenda kuomba nafasi, hasa nafasi ya kujitolea, ili kusudi muweze kuonekana, na mkionekana tayari mnaweza kuajiliwa. Ndugu mkuu wa chuo, wakufunzi na wahitimu wote, nimesikia changamoto mbalimbali mlizonazo hapa, hasa uchakavu wa miundombinu na ukosefu wa basi kwa ajili ya kusafirisha wanachuo kwenda mafunzo kwa vitendo kwa sehemu zilizo mbali na chuo. Mfano, hospitali ya wilaya ya Lulanzi, kituo cha afya mkoani Mlandizi, na wakati mwingine wanapokuwa kwenye attachment zao. Ni kweli miaka 58 ni mingi na lazima miundombinu ichakae. Kwa wanachuo na wanafunzi mlio wengi, nina imani mlikuwa mnajaliwa hamjazaliwa wakati chuo chenu kinaanza. Wakati chuo chenu kinaanzishwa mwaka 1968 mlikuwa bado hamjazaliwa, na wakati mwingine pengine wazazi wenu walikuwa bado hawajazaliwa vile vile. Natoa rai kwenu kujenga utamaduni wa kukarabati miundombinu, lakini inaomba mkuu wa chuo, tafuta technical team itudraftie jengo zuri kubwa la kisasa la ghorofa zaidi ya 6, alafu tumobilize zaidi ya bilioni 6. Kwa sisi tu tuliosoma chuo hiki, tukisema tuchangie $100,000 tunaweza kuchanga bilioni 2.5. Lakini tukitafuta na marafiki zetu tunaweza kuleta 6 bilioni haraka sana, na tukajenga jengo la kisasa ambalo linaweza likatumia lifti na chuo kikaonyesha kikawa na mazingira mazuri sana ya kufundishia kuliko. Naomba hili lifanyike haraka ili kusudi tulifanyie kazi haraka, na tunatamani mkuu wa chuo, namna utakavyoweza, tunaomba tupate dina kwa ajili ya kuraise fund kununua basi kabla ya Disemba. Raise dina, tupate dina, either tufanyie Selena Hotel au Mlimani City au kwingine kote. Marafiki zetu wote
watuletee basi hapo la milioni 150 ili watoto wetu hawa, hiyo tuifanye haraka. Watu wapo, hata tunavyozungumza mimi nimealikwa leo, tuna dina pale Serena Hoteli kwa ajili ya kuraise fund za mkoa wa Manyara. Sasa sisi tumelala hapa, tunafuatwa mpaka na watu wa wapi? Wa Manyara. Sasa tunaenda kuchangia huko mahela mengi. Natamani na mimi tuone watu wetu wakifanya jambo mapema sana. Yaani Kibaha kwa ramani ya dunia kwa sasa ndio wilaya au halmashauri ambayo ni reception ya Dar es Salaam. Kwa hiyo kila kitu kimejaa Dar es Salaam kule. Wakazi wanataka kuja Kibaha. Shule zetu za msingi tu kila mwaka tunabadilisha miundombinu. Kuna moja ya shule inaitwa Maili 31 iko Visiga pale. Mwaka jana tulikuwa na wanafunzi 300. Mwaka huu tuna wanafunzi 700. Kuna ongezeko la 100%. Kwa sababu gani? Watu wanahamia kwetu kwa kasi. Kwa hiyo mazingira yetu lazima tujiandae nayo. Tunaomba master plan ya chuo. Mtuambie kwa dira hii ya mwaka 2050 ya Mheshimiwa Rais, chuo chenyewe kinapanga nini? Tunataka tuone hicho ili tunapokuwa tunagawa aidha maeneo ya maendeleo, tufikiri pengine chuo kinaweza kikawa kinataka jambo, pengine kinataka kuwa chuo kikuu. Kituambie mapema, tukate eneo, tuseme chuo eneo hili ni la chuo kwa miaka 200 ijayo. Maana ardhi haizaliwi, inaendelea kwisha na watu tunaendelea kuzaliwa. Mwisho wa siku tutakosa eneo la kujenga chuo chetu. Kwa hiyo kama mna mipango mikubwa, kwa sababu tuna dira ya maendeleo ya mwaka 2050, tusiachwe nyuma. Sisi kama chuo lazima na sisi tuweze kujielekeza kwenye mambo fulani na kupanga maendeleo ya watu wetu. Ndugu wahitimu, leo hii mnahitimu hapa Kibaha, lakini safari ya mafanikio yenu ndio nawasihi sana kujitunza baada ya kuhitimu mafunzo yenu. Wakati fulani tulimaliza shule hapa, wengine wakawa walevi sana. Kwa hiyo nawaomba sana mjitunze. Mtaji wa kwanza ni afya yako. Itunze afya yako. Kama unakunywa kidogo, basi unywe kwa kiasi. Usije kuwa mlevi wa kupindukia, mwisho wa siku ukachakaa na ukafukuzwa au ukakataliwa kuajiliwa sehemu zingine. Nimesikia wahitimu wa miaka ya nyuma hapa chuoni kwenu sasa wanashika nyadhifa nyingi kama nilivyosema, sisi tuko zaidi ya 2500 tuliohitimu hapa. Nimesema tukiandaliwa platform tukafanya media tour kwa wiki moja tu, hiyo link kila mtu aliyewahi kusoma hapa atakuwa ameipata na ana register, ana confirm kwamba atashiriki, na akiconfirm atashiriki pale kuna lipa namba inamwambia unaweza kuchangia mchango wako hapa, tutapata fedha nyingi sana. Tukitaja tu Kibaha imebarikiwa kwa kila kitu. Na ndio maana unaona hata tuna Kibaha Special School iko hapo. Kwa hiyo kwa jambo hilo naamini chuo kitafanya haraka, lakini kuhusu basi tuandaliwe dina moja tu ku raise 150 million. Tutafanya hiyo, tunaalika marafiki zetu. Ni jioni moja tu watu wanamalizana na habari ya basi. Pengine akaamka mtu mmoja akasema naleta basi. Yaani wala uhangaiki. Hii dunia ukijificha bila kusema hakuna atakayeota habari zako. Waambie tu watu, na hasa kwenye swala la elimu. Tulikwenda Sweden na mkurugenzi nadhani. Sweden watu hawaumwi bwana. Hospitali haina wagonjwa. Madaktari wamekaa tu. Wengine walishasahau kabisa kama kuna mtu anakujaga hospitali. Ni chai tu na kwenda nyumbani. Tukaomba sasa, nyinyi mbona mmekaa sana?
tufanye program ya exchanging program. Vijana wenu wao wanakuja kwetu, wanaleta ujuzi, wanakutana na wakwetu, na wakwetu wakati mwingine wanaleta huku uzoefu. Wakasema sawa. Kwa hiyo nadhani mkuu wa chuo tutakuletea ripoti hii, tuone kuanzia mwakani utakuwa una exchanging program ya vyuo vya pale Sweden na hawa vijana wetu watakaokuwa wanaendelea na masomo, wanakuwa wanakwenda kule miezi miwili, wengine wanakuja huku, lakini muwe na passport sasa. Sio kila siku tukiwaambia kateni passport hamtaki. Likija swala la kuchaguliwa kwenda kule unafikiri umerogwa, unaenda kwenye maombi. Passport muhimu kuwa nayo, ni kitu muhimu sana kwa wahitimu. Na wale mtakaojiendeleza, hasa mnaokwenda sasa kwenye kujiendeleza, kuna maendeleo makubwa sana kwenye teknolojia. Kuna wengine wanatamani kwenda kufanya degree ya medicine kama tulivyofanya sisi, lakini kwa miaka ya hivi karibuni kuna dialysis technology. Wengine mnaweza mkaopti kufanya hata Bachelor of Science in Dialysis. Bado mnaweza mkapata opportunity kubwa ya kuwatumikia wananchi kwa namna nyingine. Baada ya kusema haya, hitimisho, ninawashukuru wote kwa kunialika katika sherehe hii na kunipatia heshima ya kuwa mgeni rasmi katika miaka ya mahafali ya 59 ya chuo chenu. Nimejisikia heshima kubwa sana. Sikuwahi kufikiri wakati nina graduate hapa, sikuwahi kufikiri kabisa. Huyu Mungu ni wa ajabu sana. Lakini leo nimesimama hapa kwa heshima mlionipendelea kunipa, nisimame kama mgeni wa heshima kwenye mahafali haya. Kwa unyenyekevu mkubwa nasema asante, asante sana wewe mkuu wa chuo pamoja na jopo zima la wataalamu mliofikiri kuwa mimi naweza kustahili kusimama mbele ya hadhara hii. Lakini chuo hiki mimi ni nyumbani, na vijana hawa wasione tabu kunitafuta, na nitatoa ushirikiano wa hali na mali kwa namna yoyote ile. Na kwa bahati nzuri mimi nimezunguka nchi hii yote na halmashauri zote nchi hii. Kwa hiyo kote kwenye halmashauri yoyote unayotamani pengine kuhisi kuwa naweza nikaweka msaada, nikaomba msaada kwa ajili yako, usiogope kunitafuta, ukaniambia jambo. Kama mzazi wako, kama kiongozi wako, nitakusaidia. Na kwa chuo, kwa kipindi hiki cha miaka 5 hii ambayo nitakuwa kiongozi wa halmashauri hii, ninaomba tushirikiane. Ninaomba technical team tukae pamoja, inipe plani zote. Mimi duniani ninaalikwa mara nyingi sana. Na hata juzi tu nimetoka London, tulikuwa kwenye mkutano mkuu wa wataalamu wote wa IVF duniani. Nilibahatika kukutana na rais wa madaktari wa Ulaya. Akaniambia, katika halmashauri yako taja mambo matatu tufanye. Mambo matatu. Unaulizwa hilo swali instantly ulijibu hapo. Na mimi nikajikanyaga kulingana tu na nilivyojikanyaga. Lakini nashukuru tukapata hicho tulichokuwa tunataka. Natamani kusikia kutoka kwenye chuo chetu kinataka nini. Siku hizi yani kila kitu kipo. Na kwa sababu tunakwenda kuonana nao tena, mkuu wa chuo atakuwa ameniambia jambo. Na kwenye swala la elimu, nilipata nafasi ya kukutana na mfalme wa 3 wa Uingereza. Akasema anaweza kutusaidia sana kwenye uendelezaji wa miji na majiji. Sasa kwenye chuo changu siwezi kuendelezewa mji na majiji, chuo nikakiacha. Kwa hiyo nadhani chuo kiwe cha kwanza. Kwa hiyo niambiwe mapema, bwana, plani yetu sisi ni hii, scope yetu ni hii.
na mimi sasa nianze kutembea nayo duniani. Baada ya kusema haya, niwashukuru tena mkurugenzi wa shirika pamoja na viongozi wenzangu wote mlioko hapa. Mkuu wa chuo, tunatamani kuboresha chuo chako sana. Ninaomba sana nipate technical team inipitishe haraka, inipe master plan ya chuo, tuone namna. Ni aibu, chuo chetu hiki ni aibu sana ukipita kule ndani. Hatuwezi tena kuendelea kwa namna hii. Si tukipita kule tunasema nimesoma Kibaha, na Kibaha ndio nyumbani, na mimi ndio meya wa Kibaha. Lakini hali yenyewe ya chuo iko vile. Zamani tulikuwa tunawakaribisha watu kuja nyumbani kwetu. Sijui kama siku hizi mnawakaribisha. Maana hapa tamani ceiling board zimebomoka, na sitaki tena hii hali iendelee. Kwa nitatumia maarifa yangu yote kuhakikisha kuona chuo chetu kinabadilika. Baada ya kusema haya, nasema Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Kibaha, Mungu kibariki chuo chetu. Asanteni kwa